mbingu ilishangilia walipoona ameonekana mtu mmoja mwenye sifa ya kufungua ile mihuri. Akaishi maisha matakatifu hapa duniani. Alitukanwa, hakurudishia. Aliudhiwa, hakurudishia kisasi cha kuudhi wengine. Alipigwa, alionewa, lakini bado alishinda. Na maandiko yanasema malaika mbinguni, wazee 24 wakashangilia walipoona Yesu ameshinda, amepatikana mwenye sifa wa kuvunja ile mihuri. Ni kwa mfano wa vile vitabu au ile anaita majola ya nguo ya vitambaa. Amen. Kwa hiyo kila kitabu, kila ukurasa kulikuwa kuna mashtaka, kuna uhalali unaomhalalisha shetani kumiliki dunia, kuwatesa wanadamu. Kwa hiyo kila ukurasa ukifungua kulikuwa na mihuri ya kuthibitisha kwamba hao watu ni mali yangu mimi. Kwa sababu maandiko yanasema yule anayekutii, manake wewe ndio bwana wake. Kwa maana hiyo shetani tangu alipofanya wazi pale kwenye bustani ya Edeni, mwanadamu akamkubali, akaanza kumtii, akatii maneno yake, mwanadamu akawa yuko chini ya utawala wa Ibilisi. Kwa hiyo shetani, Adamu na Hawa wakauza urithi wao kwa shetani. Na kwa sababu hiyo, shetani akawa na mamlaka ya kumwonea na kumtesa na kumwendesha mwanadamu. Sasa alitakiwa mtu wa karibu na hao watu kwa ajili ya kuwaokoa, kwa ajili ya kuwakomboa. Sasa gharama aliyokuwa anatakiwa kuilipa ni uhai, ni damu yake. Ndio maana katika Ufunuo sasa sura ya 5, Ufunuo sura ya 5 mstari wa 5 mpaka mstari wa 9, utaona maandiko yanasema juu ya jambo hilo. Kwa kila mtu ambaye alikuwa hana sifa, alikuwa hastahili kukiangalia wala kukifungua wala kuvunja mihuri yake, kwa sababu hana sifa ya kufanya chochote. Maandiko yanasema, na mmoja wapo wale wazee akaniambia, usilie, tazama simba aliye wa kabila la Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake 7. Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4, na katikati ya wale wazee mwana kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7. Maandiko yanasema, na mmoja wapo wale wazee akaniambia, usilie, tazama simba aliye wa kabila la Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake 7. Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4, na katikati ya wale wazee mwana kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu alizotumwa katika dunia yote. Akaja akakitoa kile kitabu katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Hata alipokitoa kile kitabu, hao wenye uhai 4 na wale wazee 24 wakaanguka mbele ya mwana kondoo, kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato ambayo ni maombi ya watakatifu.
nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu kila kabila na kila lugha na jamaa na nini na taifa. Amen. Kwa Yesu akanunua watu kupitia damu yake, akawakomboa watu, akawakomboa wanadamu. Haijalishi leo wanamkataa au wanamkubali, lakini Yesu alimwaga damu yake, akaiondoa, akatoa uhai wake kwa dunia nzima, kwa watu wote, kwa makabila yote. Amen. Na hakuna mtume yote, hakuna nabii yote ambaye amefanya kitu kama Yesu alichokifanya. Sasa tunachotaka kwamba Yesu alifanya kazi hiyo alivyotumwa na Yesu na Baba yake. Mungu akagharimika kwa kumtoa uhai mwanaye wa pekee. Na Maandiko yanasema Yesu aliyagongomea mashitaka, aliyaondoa mashitaka yetu, aliyagongomelea pale msalabani mashitaka yote ambayo shetani alikuwa anatushitaki mbele za Mungu, kutokana na uasi wetu, kutokana na kuwa mbali na Mungu. Akagongomelea pale msalabani, akayaondoa mashitaka yetu. Kwa sasa hakuna hukumu yoyote ambayo shetani anaweza kutuhukumu kwamba sisi ni wakosa, hatustahili kwenda mbinguni kwa sababu tumefanya hiki, tumefanya kile, tumefanya hiki kibaya, kwa sababu Yesu aliondoa mashitaka yetu pale msalabani, ondoa mashitaka yetu pale msalabani kupitia kifo chake, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Jose. Katika jina la Yesu. Kwa hiyo wokovu ni jambo la muhimu sana kwa kila mmoja wetu. Mtu akiukosa wokovu na hawezi kupata chochote. Ndio maana unaitwa wokovu mkuu namna hii. Wokovu umetokana na kumwaga damu. Amen. Umetokana na kuondolewa uhai Bwana Yesu, ndipo tukapata wokovu. Kwa hiyo wokovu tunaosema unatokana na thamani ya kuondolewa kwa uhai wa Yesu, ili sisi tupate kuokolewa, ili sisi tusiangamie, ili sisi tusipotee, ili sisi tusiendelee kuangamizwa, kuteswa na wachawi na mapepo, ili sisi tuweze kuokolewa na kuwa miongoni mwa watu ambao hawataweza kwenda katika jehanamu ya moto, ambapo Maandiko yanasema kutoka na kilio na kusaga meno. Amen. Amen. Utaona tena jina Yesu maana yake ni yeye atakayekuja kuwaokoa watu wake na dhambi zao. Kwa hiyo utaona mtu yote anayekwambia hakuna kuokoka duniani, huyo mtu ni muongo. Amen. Hata kama wewe ni mchungaji, awe ni kiongozi wa dini yoyote ile, liwe ni huduma yoyote ile, dhehebu yoyote ile, dini yoyote ile, inaposema hakuna kuokoka duniani, huyo mtu hajui maandiko. Kama anajua maandiko, basi huyo ni wakala wa ibilisi moja kwa moja, na lengo lake ni kupotosha watu waende motoni siku ya siku, na parapanda kilia, na hata baada ya mtu kufa wanasema atakwenda kukabiliana na adhabu ya moto. Na kwa sababu hiyo Yesu jina lake ni yeye atakayekuja kuwaokoa watu wake na dhambi zao.